utakase, unibariki, utukuzwe ndani yangu. Mwokozi Yesu, ninakusifu, jina lako litukuzwe, liabudiwe, lihimidiwe, duniani na mbinguni. Hujambo? Najua ya kwamba hunioni, na ninatumai ya kwamba ungependa kuniona. Hebu nikuulize swali. Unapowaza kumhusu Mungu, unadhani ya kwamba anakuona au hakuoni? Unapoyawaza hayo, hebu na tusome neno la Mungu katika kitabu cha Mwanzo, mlango wa 16 kifungu cha 1 hadi cha 16. Basi Sarai mkewe Abramu hakumzalia mwana, naye alikuwa na mjakazi Misri jina lake Hajiri. Sarai akamwambia Abramu, basi sasa Bwana amenifuga tumbo nisizae. Umuigilie mjakazi wangu, labda nitapata uzao kwa yeye. Abramu akaisikiliza sauti ya Sarai. Sarai mkewe Abramu akamtoa Hajiri Misri mjakazi wake. Baada ya kukaa Abramu katika nchi ya Kanani miaka 10, akampa Abramu mumewe awe mkewe. Basi akamuigilia Hajiri, naye akapata mimba. Naye alipoona ya kwamba amepata mimba, bibi yake alikuwa duni machoni pake. Sarai akamwambia Abramu, ubaya ulionipata na uwe juu yako. Nimekupa mjakazi wangu kifuani mwako, naye alipoona kwamba amepata mimba, mimi nimekuwa duni machoni pake. Bwana na ahukumu kati ya mimi na wewe. Naye Abramu akamwambia Sarai, tazama, mjakazi wako yu mkononi mwako, mtendee lililo jema machoni pako. Sarai akamtesa, naye akakibia kutoka mbele yake. Malaika wa Bwana akamuona kwenye chemchemi ya maji katika jangwa, chemchemi iliyoko katika njia ya kwenda Shuri. Akamwambia, Hajiri, wewe mjakazi wa Sarai, unatoka wapi, nawe unakwenda wapi? Akanena, nakibia mimi kutoka mbele ya bibi yangu Sarai. Malaika wa Bwana akamwambia, rudi kwa bibi yako, ukanyenyekee chini ya mikono yake. Malaika wa Bwana akamwambia, hakika nitauzidisha uzao wako, wala hautahesabika kwa jinsi utakavyokuwa mwingi. Malaika wa Bwana akamwambia, tazama, wewe una mimba, utazaa mwana wa kiume, nawe utamuita jina lake Ishmaeli, maana Bwana amesikia kilio cha mateso yako. Naye atakuwa kama punda mwitu kati ya watu, mkono wake utakuwa juu ya watu wote, na mkono wa watu wote utakuwa juu yake, naye atakaa mbele yao ndugu zake wote. Akaliita jina la Bwana aliyesema naye, wewe umungu uonaye, kwani alisema, hata hapa nimemuona yeye anionaye. Kwa hiyo kisima kile kiliitwa Bia Lahailoi. Tazama, kiko kati ya Kadeshi na Beredi. Hajiri akamzalia Abramu mwana wa kiume. Abramu akamuita jina lake Ishmaeli yule mwanawe, ambaye Hajiri alimzaa. Naye Abramu alikuwa mtu wa miaka 86 hapo Hajiri alipomzalia Abramu Ishmaeli. Hapa katika Mwanzo mlango wa 16 tunaiona hadithi ya Hajiri akimtoroka mkubwa wake Sara. Hajiri alikuwa mtumwa na alikuwa ametoka katika nchi ya Misri. Wakati huu tunamuona akiwa Kanani, akiwa mtumwa katika kambi ya Ibrahimu. Na huyu Hajiri alikuwa anamjua Mungu wa Ibrahimu.
Ukisoma neno la Mungu katika kitabu cha Mwanzo, usome mlango wa 12 kifungu cha 10 hadi cha 20, utasikia ya kwamba kulikuwako na wakati ambapo kulikuwa na kiangazi. Ibrahimu huku akiwa anatafuta malisho, akaenda katika nchi ya Misri. Ni kwa sababu mke wa Ibrahimu alikuwa mke mwenye uso wa kupendeza sana, akafikiri ya kwamba Wamisri wakimuona wangeweza kumuua na wamchukue huyo mke wake. Kwa hivyo akaongea na mke wake Sara, akamwambia wakifika katika nchi ya Misri asiwaambie Wamisri ya kwamba yeye ni mke wake, aseme ya kwamba yeye ni dada yake. Yani yeye na Ibrahimu badala ya kuwa ni mke na bwana, wadanganye waseme ya kwamba ni ndugu na dada. Na kwa kweli walipofika katika nchi ya Misri, watu walimtazama Sara na wakaona alikuwa kidosho. Alikuwa ni mwanamke mwenye uso wa kupendeza sana. Na si watu wa kawaida tu waliomuona, hata watumishi wa mfalme walimuona, na walipomuona walienda wakamwambia mfalme ya kwamba wamemuona mwanamke ambaye ni mwenye kuvutia sana. Kile ambacho mfalme alifanya ni kwamba aliwatuma hao watumishi wake kwa Ibrahimu na Sara, na walipoambiwa ya kwamba Sara ni dada ya Ibrahimu, wakamchukua na wakampelekea mfalme. Mfalme akamchukua Sara ili awe bibi yake, na akampa Ibrahimu mali nyingi sana. Akampa buzi, akampa ng'ombe, gamia, akampa na hata wajakazi. Ibrahimu akawa ana mali nyingi, lakini hana mke. Mke amechukuliwa. Lakini hayo yote yalipokuwa yakitendeka, naye Mungu, yani Yehova, alikuwa anaona. Akaigilia kati, akampiga mfalme na watu wa Misri kwa ugonjwa mbaya. Na mfalme wa Misri akajua ya kwamba Ibrahimu alikuwa amedanganya. Akajua ya kwamba Sara hakuwa dada ya Ibrahimu, alikuwa mkewe, alikuwa mke wa Ibrahimu. Mfalme kwa sababu ya kumuogopa Mungu akamrudishia Ibrahimu mkewe na akamwambia atoke huko. Ibrahimu akatoka Misri akiwa tajiri mkubwa, akiwa na buzi na gamia na fedha na dhahabu, na akiwa na wajakazi wengi. Na yawezekana wakati huo ndio Ibrahimu alimpata Hajiri, na Hajiri akawa mjakazi wake. Na kwa hivyo tunaweza kusema ya kwamba Hajiri alikuwa anamjua Mungu wa Ibrahimu. Alikuwa anamjua Yehova, lakini akawa anamjua akiwa Mungu wa Ibrahimu. Yani si Mungu wake, si Mungu wa Hajiri, lakini akamjua akiwa Mungu wa Ibrahimu. Na Hajiri alikuwa anamheshimu Ibrahimu. Hata wakati alipopata mimba, aliendelea kumheshimu Ibrahimu, lakini akamdunisha Sara. Hebu tusome kifungu cha 5, tusome tena. Sarai akamwambia Abrahamu, ubaya ulionipata na uwe juu yako. Nimekupa mjakazi wangu kifuani mwako, naye alipoona kwamba amepata mimba, mimi nimekuwa duni machoni pake. Bwana na ahukumu kati ya mimi na wewe. Kama nilivyosema, Hajiri alikuwa anamheshimu Ibrahimu. Alikuwa anamdunisha Sara, lakini alikuwa anamheshimu Ibrahimu. Na niseme tena ya kwamba Hajiri alikuwa mjakazi wa Sara, lakini alipopata mimba aliona kana kwamba hali yake imebadilika. Akaona ya kwamba akimzaa mtoto atakuwa mama ya mwana wa Ibrahimu, na huyo mwana wa Ibrahimu ndiye alikuwa awe mrithi wa Ibrahimu. Na kwa hivyo
akawa anaona atakuwa mama ya mrithi wa Ibrahimu. Na ujue Ibrahimu alikuwa tajiri sana, alikuwa bilionea. Kwa hivyo Hajiri akawa anaona kwa kumpata huyo mtoto atakuwa mama wa bilionea. Yaani kwa kupata mimba akawa ameona hadhi yake imebadilika. Lakini Sara hakuwa anamuona hivyo. Alikuwa anamtazama na kumuona akiwa mjakazi ambaye tumboni mwake alikuwa anambebea mtoto. Sara hakuwa akiona mtoto aliyekuwa tumboni mwa Hajiri akiwa mtoto wa Hajiri. Alikuwa akimuona akiwa mtoto wa Ibrahimu na Sara. Sara alikuwa mwanadamu, na akiwa mwanadamu alikuwa na udhaifu wake. Wakati mwingine alikuwa anakaa kana kwamba Mungu hamuoni. Ukisoma neno la Mungu katika Mwanzo mlango wa 18 kifungu cha 15, utaona ya kwamba kuna wakati Mungu alisema ya kwamba mwaka uliofuata angewapa Ibrahimu na Sara mwana wa kiume. Wakati huo Sara alikuwa mwanamke wa miaka 89, alikuwa mzee sana. Na aliposikia ya kwamba mwaka ambao ungefuata angepata mtoto, alicheka. Alipocheka, naye Mungu akasema Sara amecheka. Sara kusikia ya kwamba Mungu amesema amecheka, akakana, akasema ya kwamba yeye hakucheka. Mungu akasisitiza, akasema amecheka. Naye Sara akaendelea kusimama imara na kusema ya kwamba yeye hakucheka. Yaani Sara akawa anakaa kana kwamba Mungu hamuoni. Hapa katika Mwanzo 16 tunaona wakati Ibrahimu alipomwambia ya kwamba mchakazi wake Hajiri yuko mkononi mwake na anaweza kufanya naye kama apedavyo, Sara alimtesa Hajiri. Na alipofanya hivyo alikuwa anakaa kana kwamba Mungu hamuoni. Naye Hajiri kwa upande mwingine alikuwa anajua ya kwamba Yehova ni Mungu wa Ibrahimu, na alikuwa anajua ya kwamba Yehova anamshughulikia Ibrahimu, anamlinda Ibrahimu, anamtenda mema Ibrahimu. Lakini hakuwa akimuona Yehova akiwa Mungu wake, yani akiwa Mungu wa Hajiri. Na kwa hivyo Hajiri alikaa kana kwamba Yehova hamuoni. Na kwa sababu alikuwa anakaa kana kwamba Yehova hamuoni, alikuwa anamdunisha mkubwa wake Sara. Sijui kama unajua ya kwamba unaweza kukaa kana kwamba Mungu hakuoni. Inawezekana kuishi kana kwamba Mungu hakuoni. Lakini ukweli ni kwamba Mungu ni Elroi, anaona, ni Mungu anayeona, ni Mungu anayekuona. Kumbuka, chochote ufanyacho Mungu anakuona. Katika yote unayoyapitia Mungu anaona. Yote yanayokuzingira Mungu anayaona. Ni ombi langu ya kuwa hata wewe utamuona Elroi. Na unapofanya hivyo, Bwana akubariki. Shalom.